Kwanza ni swala la elimu Mpanzu mlivyomzungumza kitaalamu anapotumika na kuelekea dirisha kubwa. Nasikia wana Simba wengi wanatamani usajili wa striker. Sasa kama anatumika pale kwenye lile eneo kwa sababu labda kuna vitu ambavyo mwalimu havipati akicheza kwenye eneo la pembeni. Endapo kama Simba Sports Club wakisajili striker, ndio utakuwa mwisho wa elimu Mpanzu, lakini pia kuna ulazima wa Simba kwenda kusajili mshambuliaji kwenye dirisha kubwa. Alex Ngereza. Yaani kwanza haiwezi kuwa mwisho wa elimu Mpanzu hata kama Simba wataleta washambuliaji wawili. Okay. Haiwezi kuwa mwisho wake. Ila anaweza kutumika pia kama winga kama kawaida. Sasa vipi hivyo vitu ambavyo vilikuwa vinakosekana? Sasa mwalimu atachagua sasa. Kati ya Lebase na Mpanzu kipi anahitaji, au kati ya Aura na Mpanzu kipi anahitaji. Kwa hiyo inaweza kutokana na game yenyewe jinsi game ilivyo. Lakini pia kuwa na wachezaji bora kwenye timu ni faida, kwa sababu kuna wakati kuna injuries, sometimes kuna mtu kutoka kwenye fomu nzuri, unaweza ukarotate kikosi na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo hata kama Simba watasajili mshambuliaji, maisha ya elimu Mpanzu ndani ya Simba bado yataendelea kuwepo vile vile, kwa sababu pia hatujui kwamba msimu unaokuja Lebase atakuwaje. Kwanza kuna tetesi kwamba Lebase alisaini mkataba wa miezi 6 sio na nini. Sasa you never know, umeelewa? Inawezekana miezi 6 ikaisha, yeye ndio mtaka, kuna watu wanamtaka zaidi, wana hela zaidi. Au labda tu imefika tu time, hata kama alikuwa na mkataba mrefu, kuna watu wameweka pesa nyingi. Tunashindwa kumzuia, kwa sababu hata wakati anaondoka Jinchaza huwa sio kwamba hata viongozi wa Simba walipenda, ila ile hela ilivyokuja wakaona sasa hii mbona hela nyingi? Sasa tunafanyaje? Alafu bado miezi 6 imebakia kwenye mkataba wake. Na pia aliweka ngumu kwamba extend kwa mkataba. Kwa bure. Yes. Tumuuze tu tupate pesa na maisha mengine. Kwa hiyo kuhitajika striker au kusajiliwa hakumaanishi kwamba ni mwisho. Ni mwisho wa elimu Mpanzu. Lakini sasa nimekuelewa. Kwa Simba jinsi ilivyo, inahitaji more than one striker. Inahitaji more than one striker. Yaani inahitaji mshambuliaji zaidi ya mmoja. Hata kama wataendelea kusalia na Selemani Mwalimu. Inahitaji watu hao wawili. Sawa. Yaani sawa, sijaeleza. Au sawa tu. Twende. Ndio hapo nilikuwa nataka washambuliaji hawa wawili. Kwa nini nasema washambuliaji wawili? Ukitazama Simba jinsi ilivyo, kwa nini kwanza Selemani Mwalimu hachezi? Selemani Mwalimu hachezi kwa sababu mara nyingi kwenye style of playing ya Simba na namna ambavyo wanafanya build up na Selemani Mwalimu vinapishana. Yaani Simba inahitaji mshambuliaji ambaye anakaa sana kwenye box, asubiri mipira kwenye box. Lakini Selemani Mwalimu ni mtu ambaye anahamahama. Lakini pia hana skills nzuri, yani sio mchezaji mzuri kwenye kudribble. Unajua kama ni ukiwa mshambuliaji na unahamahama, unafanya movement kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, kutafuta mipira ama kujiposition kupokea mipira, basi walau uwe na uwezo mzuri wa kudribble, ili ukipewa mpira kwenye eneo ambalo sio ndani ya boksi, basi uwe na uwezo wa kuingia na ule mpira kwenye boksi, au uwe na uwezo kukaa nao hata sekunde kadhaa, usogee nao kwenye eneo zuri ambao unaweza kupasia kwa wachezaji wengine. Kitu ambacho kitazama kwa Selemani Mwalimu hakionekani hicho, na ndio maana Mwalimu sometimes anaopti kutumia force number 9 ili kupata mtu ambaye atafanya hizo movement, lakini akifanya hizo movement bado ana uwezo wa kulinda mpira akipewa, na atakuwa na uwezo wa kudribble kama ni kusogea nao kwenye eneo zuri zaidi kwa ajili ya kupasi kwa wachezaji wengine, na ili timu iweze kuwa kwenye muundo mzuri bado ya kushambulia. Ndio maana anatumia force number 9. Sasa wakipata Simba mshambuliaji ambaye ni bora wa daraja la juu, ambaye ana uwezo wa kukaa sana kwenye boksi, maana yake Simba watakuwa wamefanikiwa. Wakipata mshambuliaji ambaye ni tunasema version ya kina Prince Dube fulani hivi, ambao ni wale washambuliaji ambao wana move kushoto kulia, kwamba kwenye game ambazo utakutana na mpinzani mgumu, halafu utaamua kucheza na washambuliaji wawili. Kwa mfano, unaona game ya Azam na Yanga, alicheza na washambuliaji wawili, Dube pamoja na Dep. Lakini hao ni shambuliaji ambao wana sifa mbili tofauti. So kuna mechi zinahitaji uwe na washambuliaji wawili kwa sababu ya aina ya mechi. Kwa hiyo ukipata tena mshambuliaji mwingine ambaye ana sifa, ukapata washambuliaji wawili ambao wana sifa za tofauti, kwamba mmoja ni standing striker, lakini pia huyu mwingine ana uwezo wa kurotate kushoto kulia, akafanya link up play vizuri, akaisaidia timu kutengeneza nafasi na kufunga, inakuwa ni bora zaidi. Mimi kwangu sioni kama Selemani Mwalimu ana quality hiyo ya kusema Simba imtegemee. Yaani ni mtu ambaye bado anahitaji kukua. Sasa timu kama Simba haitaki ikuze mchezaji ambaye yuko tayari kwa ajili ya kukua, kwamba kutoka game moja kwenda game nyingine anakupa kitu optional.
Sio kama naeleweka vizuri. Ikiwa mtu kwenye game ya kwanza, ya pili, ya tatu anakupa kitu kile kile, yani ni ngumu kukaa naye kwenye timu kama Simba. Kama nakuelewa vizuri Alex Ngereza, hii ni kama nakuelewa vizuri, Selemani Mwalimu hatoshi kuendelea kusalia Simba. Anaweza akasalia lakini asiwe tegemezi. Yaani Simba wasimfanye kuwa mshambu kwamba tuna Selemani Mwalimu tunamtegemea. Hivi mimi nitakuuliza kitu tu kichepesi. Simba wana miezi mingapi wanacheza bila kuwa na mshambuliaji? Muda mrefu. Ni game 3 tu ambazo wamecheza wakiwa na mshambuliaji za mwanzoni, ambazo zilikuwa zile game ambazo zilikuwa za mwanzoni mwa msimu. Game nyingine ya 4 ambayo Simba wamecheza wakiwa na mshambuliaji ni mechi dhidi ya Azam FC, ambayo ilisababisha Jonathan Soa akafungiwa michezo 5. From there mpaka leo Simba haijawahi kuwa na mshambuliaji zaidi ya Selemani Mwalimu peke yake. Lakini pia bado na yeye kuna mechi zaidi ya 10 hapa. Haanzi kwenye kikosi cha kwanza. Anacheza kama anacheza mara hii akitokea bench. Yaani pamoja na kwamba hana mshindani kwenye nafasi yake, lakini bado ameshindwa kumconvince Steve Barker kumpa nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza.